Naam, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ndugu zangu, habari zenu? Habari za subhi. Mimi namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, leo naendelea vizuri, alhamdulillah. Ni jambo la kumshukuru Allah, si ujanja wala nguvu, bali haya yote ni mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, leo kwa siku ya leo tutakuja kupeana faida adhim, faida ambayo kwa wale wenye changamoto ya maradhi ya kisihiri. Leo tutapeana faida kwa wale ambao wenye maradhi ya kisihiri. Tunaposema sihiri, maana yake ni maradhi ya uchawi, maradhi ambayo asili yake ni maradhi ya kiroho, huwa hayaonekani katika vipimo vya hospitali. Utamkuta mtu anaumwa, lakini vipimo vya hospitali havionyeshi maradhi. Basi tambua kwamba maradhi hayo ni maradhi ya kiroho, yaani maradhi ya kisihiri, manake mtu amefanyiwa uchawi. Na uchawi kwa mujibu wa Qur'ani uchawi upo, na uchawi umeletwa kuwa ni mtihani kwa huyu kiumbe anaitwa mwanadamu. Atakayeukubali uchawi amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Akifa hali ya kuwa hajafanya toba, basi huyu atakuwa mwenye kuingia motoni milele. Kwa hiyo, na uchawi hauna uwezo wa kuleta madhara pasina idhini ya Mwenyezi Mungu. Uchawi wenyewe hauna uwezo wa kuleta madhara pasina idhini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo leo inshallah, kwa wewe ndugu yangu umesubiwa na tatizo hilo, inawezekana umehangaika sana, lakini bado hujapata ufumbuzi kwa sababu ya uchawi uliokuwa ndani ya mwili wako, basi inshallah leo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitawafahamisha dawa. Kwa uwezo wake ya Rabbi inaweza ikakusaidia dawa hiyo kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile kuna baadhi ya watu wamefanywa uchawi, lakini wamefanywa vifungo, kwa maana ule uchawi umefungwa. Hata ukitumia dawa kiasi gani unakuta mtu apati nafuu, alikupona kwake kunakuwa kuna shida. Sasa kwa wewe ambao ushatumia dawa nyingi na inawezekana umefanywa kifungo, afu watu wamekuloga, wamekufunga usiweze kutibiwa, basi njia ya kwanza, tafuta namna ya kuondosha hicho kifungo. Tafuta namna ya kuondosha hicho kifungo. Hicho kifungo kishaondoka, basi tiba kwako itakuwa nyepesi kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana leo katika klipu yangu hii nitaizungumzia tiba tu, sio tiba ya kifungo. Inshallah katika klipu zinazokuja tutazungumzia namna ya kumfungua mtu aliyefungwa ili mradi apate kupona. Sasa inawezekana kuna watu wanakutumia madawa, lakini kupona waponi kwa sababu wamefungwa ili dawa isifanye kazi ndani ya miili yao. Na kuna baadhi ya watu wamefanya uchawi, dawa kama dawa haifanyi kazi. Kwa hiyo ukiona mtu kama huyo, kuna namna ya kumfanyia tiba kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala ili aweze kuwa salama. Naam, sasa kwa mtu ambaye anahisi mwili wake una sihiri, yaani ana maradhi ya uchawi, nini cha kufanya? Nenda katika duka la dawa la asili, dawa za asili au dawa za kisuna, mwambie akupe dawa inoitwa kisaka uchawi. Mwambie akupe dawa inoitwa kisaka uchawi. Hii ni dawa ya unga. Vile vile mwambie akupe dawa inoitwa mdoktoru. Mwambie akupe dawa inoitwa mdoktoru. Kadhalika
mwambie akupe dawa inoitwa mdaula. Mwambie akupe dawa inoitwa mdaula. Hapa umepata dawa zako zisizopungua 3. Dawa hizi hakisha kwamba upate kipimo kilichokuwa sawa sawa. Kama utanunua robo, basi nunua robo. Baada ya kununua robo, dawa hizi zako ziweke zichanganye pamoja. Baada ya kuzichanganya dawa zako hizi, itabidi uzichunge upate unga uliokuwa laini. Baada ya kupata unga uliokuwa laini, basi yale makapi ambayo yenye uzito, yenye chenga nyingi, yale utaweka pembeni. Utachukua hii dawa yako ambayo umeichanganya dawa zako 3. Nini cha kufanya? Kunywa, chemsha uji uliokuwa laini kabisa. Chukua dawa nusu kijiko cha chakula, weka katika kikombe cha chai, koroga, kunywa asubuhi kabla ya kula chochote. Utatumia hiyo dawa asubuhi, mchana na jioni. Kadhalika itumie dawa hii ndani ya siku 7 mpaka siku 21. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, sihiri hiyo itaondoka. Na wakati unakunywa dawa hiyo, yale makapi yaliyokuwepo changanya na chumvi ya mawe. Changanya na chumvi ya mawe. Chumvi ya mawe hiyo unapoichanganya, utachota kiwastani wa vijiko 3, uweka katika maji kama lita 5, utakoga asubuhi na jioni. Yale makapi ambayo yaliyobakia changanya na chumvi ya mawe. Mfano yale mabaki yalobakia, chukua chumvi ya mawe kama kilo 1, changanya pamoja. Baada ya kuchanganya pamoja, utatumia kukoga kutwa mara 2, asubuhi na jioni, huku watumia kunywa na huku watumia kukoga. Inshallah, kwa yule ambaye mwenye sihiri, mwenye uchawi katika mwili wake, inshallah dawa hiyo itafanya kazi na Allah atajalia shifa. Maalimu wenu Abu Hafsa, na watakia siku njema yenye baraka ndani yake. Na kama wewe ambaye unasumbuliwa na maradhi ya vifungo, unasumbuliwa na mashaitani, unasumbuliwa na masala ya uzazi na maradhi mengi ambayo yanakusumbua, kinga ya mwili ili mradi usipate kulogeka na wachawi, ama uchawi usifanye kazi katika mwili wako, katika makinga ya nyumba, wachawi usikusumbue, basi inshallah nitafute kwa namba hizi 0784 766 555 au 0710 28 03 23. Inshallah kwa namba hizo, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, tunaweza tukasaidiana na Allah akajalia shifa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.